Jinsi ya kujitoa katika vifungo vya mahusiano ya zamani. Kuna muda mahusiano yanavunjika, lakini vifungo vyake vinabaki moyoni. Unajikuta bado unaendelea kumwaza mtu yule, bado unaendelea kuumia, bado unaendelea kuhisi kama kuna kitu kinakuvuta nyuma. Hiki ndicho kinaitwa kifungo cha kihisia na kiakili. Kujitoa katika vifungo hivi si tukio la siku moja, bali ni mchakato. Katika video hii nitakwenda kukwambia jinsi ya kujitoa katika vifungo vya mahusiano ya zamani. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza jinsi gani wanaweza kutoka kwenye vifungo vya mahusiano ya zamani, na wengi wameishia pasi na majibu yote. Leo nimekuandalia somo hili zuri. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie jinsi ya kujitoa katika vifungo vya mahusiano ya zamani. Namba moja, kubali ukweli kuwa mahusiano yako na yeye yamefika mwisho. Hatua ya kwanza ni kukubali kuwa mahusiano yamekwisha. Watu wengi hushindwa kupona kwa sababu bado wanaishi kwenye tumaini la siri. Wanaamini labda siku moja mtu huyo atarudi, labda tulikosea tu kidogo. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue: kukubali sio kushindwa. Kukubali ni kuanza safari ya kupona. Jiambie wazi, yamekwisha na sasa ninachagua kuendelea mbele. Hii ni jambo la kwanza ambalo litakusaidia kutoka kwenye kifungo cha mahusiano ya zamani. Jambo la kwanza ni kukubali kweli kuwa mahusiano yako na yeye yamefika mwisho. Watu wengi wanaendelea kubaki kwenye maumivu na kwenye vifungo vya mahusiano ya zamani kwa sababu ya kutokubali. Watu wengi wanakuwa hawakubali, wanakuwa wanaamini kana kwamba siku moja huyu mtu atarudi, labda siku moja mtu atanielewa, labda siku moja labda tulikosea tu kidogo, huyu mtu atarudi. Kwa jambo hili la wafanya wao waendelee kubakia kwenye kifungo cha maumivu na majuto. Kwa jambo la kwanza ambalo litakusaidia kutoka kwenye kifungo cha mahusiano ya zamani ni kukubali ukweli, kukubali ukweli kuwa mahusiano yako na yeye yamefika mwisho. Kwa hiyo ni kitu cha msingi, kubali, kubali ili usiendelee kubakia kwenye maumivu. Kwa jambo la msingi ambalo utakuwa litambue, kukubali sio kushindwa. Kukubali ni kuanza safari ya kupona. Kwa hiyo unapokubali, maana yake sio kana kwamba umeshindwa, ila ni kuanza safari ya kupona. Kubali kuwa sasa wewe na yeye basi mahusiano yalishakufa, yalishavunjika. Kwa hiyo kitu cha msingi unatakiwa kukubali. Lakini jambo la pili, ruhusu maumivu yapite, usiyafiche. Hiki ni kitu cha msingi. Njia ya pili ambayo itakusaidia kutoka kwenye vifungo vya mahusiano ya zamani: ruhusu maumivu yapite, usiyafiche. Kupona si kujifanya huna maumivu. Maumivu yasiyoruhusiwa hutengeneza vifungo vya ndani zaidi. Ruhusu kulia, kuhuzunika, kukosa, kuumia, lakini usikae humo milele. Huzuni ni daraja la kuvuka, si nyumba ya kuishi. Kwa jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue ni kuruhusu maumivu yapite, usiyafiche. Siku zote kupona si kujifanya huna maumivu. Kwa maumivu yasiyoruhusiwa hutengeneza vifungo vya ndani zaidi. Kwa hiyo ruhusu kulia, kuhuzunika, kubali kulia, kuhuzunika, kuumia, lakini usikae humo milele, usikae humo milele. Lakini njia ya tatu ambayo itakusaidia kutoka kwenye maumivu au kwenye kifungo cha mahusiano ya zamani: kata mawasiliano yasiyo lazima. Tunasema health detachment. Kata mawasiliano yasiyo ya lazima. Ikiwezekana, epuka kuwasiliana bila sababu. Epuka kufuatilia mitandao yake ya kijamii. Epuka kuuliza habari zake kwa watu. Kila mawasiliano yasiyo ya lazima huchochea kumbukumbu na kufufua hisia. Tambua, kujitoa kunahitaji nafasi ya kimwili na kihisia. Kwa hili jambo la tatu, kata mawasiliano yasiyo lazima. Epuka mawasiliano yasiyo na lazima. Epuka kwanza kumfuatilia huyu mtu, sasa hivi anaendeleaje, huyu mtu yuko wapi, anafanya nini, kama anatumia mitandao ya kijamii, epuka kumfuatilia. Hili ni jambo la msingi ambalo litakusaidia wewe kuweza kutoka kwenye kifungo cha zamani. Kwa hiyo kata mawasiliano yasiyo na lazima.
Ikiwezekana epuka kabisa kuwasiliana bila sababu, epuka kuwasiliana naye bila sababu, epuka kwanza kumtafuta, epuka kuwasiliana naye bila sababu. Hii ni jambo la tatu au njia ya tatu ambayo itakusaidia kutoka kwenye kifungo cha mahusiano ya zamani. Lakini njia ya nne ambayo itakusaidia kutoka kwenye kifungo cha mahusiano ya zamani, ondoa vichochezi au tunaita triggers. Ondoa vichochezi, vitu kama kwa mfano vitu kama picha, zawadi, nyimbo maalum, maeneo maalum vinaweza kuwa vichochezi vya kumbukumbu. Huhitaji kuvichoma moto, lakini unaweza kuvihifadhi mbali, kuviondoa kwenye macho yako kwa muda. Hii inasaidia akili kuanza kuzoea maisha mapya. Kwa hiyo tunasema ondoa vichochezi. Vichochezi inaweza kuwa ni picha, labda mlipiga picha ya pamoja. Kwa hiyo hakikisha vile ni vichochezi, kwa sababu kadri unavyoendelea kuviona vile vichochezi vitaendelea kukukumbusha, kurudisha kumbukumbu, na utajikuta unaendelea kumfikiria mtu yule. Kwa hiyo ondoa vichochezi. Hili ni jambo la msingi sana. Ondoa vichochezi kama vile picha, yamkini mlipeana zawadi, kwa ile zawadi ondoe kabisa, isionekane kwenye macho yako. Nyimbo maalum, kama kuna baadhi ya nyimbo ambazo mlikuwa mnapenda kusikiliza wakati mkiwa na yule mtu, basi hizo nyimbo epuka kuzisikiliza, kwa sababu ukiruhusu kuzisikiliza zitakufanya uendelee kukumbuka zaidi. Lakini pia maeneo maalum, epuka kwenda yale maeneo ambayo mlizoea kwenda. Yamkini mlizoea kwenda bichi au mlizoea kwenda sehemu fulani kwa pamoja. Kwa maeneo kama yale unatakiwa uepuke, kwa sababu ukiendelea kwenda kwenye maeneo kama yale, basi utaendelea kukumbuka zaidi, na hii itakufanya uendelee kuumia. Lakini njia ya tano ambayo itakusaidia kutoka kwenye maumivu ya zamani, samehe kwa ajili yako, sio kwa ajili yake. Kutoachilia hasira kuna kufanya uendelee kuwa katika kifungo zaidi. Kwa hiyo kusamehe haimaanishi aliyekuumiza alikuwa sahihi, inamaanisha unachagua kujiweka huru. Msamaha ni ufunguo wa kuvunja minyororo ya kihisia. Lakini njia ya sita ambayo itakusaidia kutoka kwenye vifungo vya mahusiano ya zamani, jenga upya utambulisho wako. Baadhi ya mahusiano hutufanya tujisahau. Unapojitoa, jiulize, mimi ni nani bila yeye? Nilipenda nini kabla yake? Kwa ndoto zangu binafsi ni zipi? Jiulize maswali kama hayo. Jiulize, mimi ni nani bila yeye? Nilipenda nini kabla yake? Ndoto zangu binafsi ni zipi? Rudi kwenye kipaji chako. Kama ulikuwa ni mtu mwenye kipaji, rudi kwenye kipaji chako. Rudi kwa marafiki zako, malengo yako, maendeleo yako binafsi. Anza kujijenga upya kwa makusudi. Hili ni jambo la msingi sana. Jenga upya utambulisho wako. Lakini njia ya saba ambayo itakusaidia, epuka kuingia kwenye mahusiano mapya kwa haraka. Hii ni jambo la msingi sana ambalo utakuwa utambue. Epuka kuingia kwenye mahusiano mapya kwa haraka. Kuingia kwenye mahusiano mapya kwa haraka baada ya kuumizwa mara nyingi huwa ni kimbilio la maumivu, si suluhisho. Ukikimbilia mwingine bila kupona, unaenda na vifungo vya zamani ndani ya mahusiano mapya. Chukua muda wa kupona kwanza. Hiki ni kitu cha msingi sana. Epuka kuingia kwenye mahusiano mapya kwa haraka. Baada tu ya kuumizwa, usikurupukie kuingia kwenye mahusiano au usikurupukie kuanzisha mahusiano mengine. Unatakiwa upate muda kwanza wa kutosha wa kupona kwanza nafsi yako, kwa sababu muda wa kutosha wa kupona moyo wako, kwa sababu unaweza kaingia ukaanzisha mahusiano, kumbe yale maumivu kaingia nayo kwenye hayo mahusiano wapi. Lakini jambo la nane au njia ya nane itakusaidia kutoka kwenye maumivu au vifungo vya mahusiano ya zamani, fanya tafakari ya mafunzo, reflection. Jiulize kwa uaminifu, nilijifunza nini? Ni tabia gani sitarudia? Nimegundua udhaifu gani ndani yangu? Mahusiano yaliyopita yanaweza kuwa somo, si laana. Lakini njia ya tisa, imarisha afya ya akili na roho. Fanya mambo yanayokuimarisha, mfano mazoezi, kusoma vitabu, kuomba na kutafakari, kuongea na mshauri au rafiki mwenye hekima. Kujitoa kwenye vifungo vya mahusiano ya zamani si tu mchakato wa kihisia, ni mchakato wa kiakili na kiroho pia. Lakini njia ya 10, kubali kwamba kupona ni safari. Kubali kwamba kupona ni safari, sio mbio. Utakuwa na siku utajisikia vizuri sana, alafu ghafla kumbukumbu zitakurudia. Hiyo ni kawaida. Usijilaumu kwa kurudi nyuma kidogo. Muhimu ni kwamba unaendelea mbele kwa ujumla. Hitimisho, vifungo vya mahusiano ya zamani haviwezi kuvunjika kwa kulazimisha kusahau. Vinavunjika kukubali, kusamehe, kujijenga upya, kuchagua kuendelea. Kumbuka, mahusiano yalimalizika, lakini thamani yako haikumalizika. Ulipoteza mtu, hujapoteza mustakabali wako. Ukijitoa kweli, utagundua kuwa kuachia si kupoteza, ni kujiweka huru. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza.
Kama kuna jambo lote ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza kitu gani. Ninakupenda sana, nikutakie wakati mwema.